Binadamu hupaswi kumhurumia. Binadamu hawanaga huruma. Ila mimi nikikutana nao naua. Yaani huyu hapa. Huyu. Cheki alivyo na madamu. Alikuwa anagombana na Simba huyo. Umemwona? Hebu tulieni kwanza. Ufahamu Lemeno. Bwana hatari. Usimshike. Huyu hapa anavyoonekana alikuwa ni mchawi huyu. Kama sio mchawi basi alikuwa mwizi. Cheki midamdamu huyo. Au kuna Simba ndo amemng'arua wewe? Niliwaambia kwamba Simba ambaye yuko humu ni mkali, nyewe mkakatalia. Jamani tulieni kwanza. Jamani, hii issue ni ya polisi. Mshike kutombea. Hapana. Kulwa. Kumbe umezamiria Sasa binadamu sio kwa hurumia. Binadamu naweza kumhurumia leo, kesho akakugeuka. Mimi binadamu yote nitakayekutana naye nitawaua tu. Sijui umenielewa? Doto. Lakini mimi hiyo sio nia yangu. Nia yangu ni kuwasaidia wale ambao hana hatia. Ila hao ni watakao kuchukua hazina. Dili nao. Uwezo kumsaidia mtu huyo. Hii ni swala la polisi. Yaani unapomshika hapo unaacha fingerprint. Hili swala ndio tupigie simu polisi waje wamalizane nao. Tambua kwenye huu mlima hata sisi tumeingia kimakosa. Kwa hiyo ukipiga simu polisi wote hao tunaenda kule kwenye adede. Na huyu jamaa juzi alikuwa jela. Unataka arudi jela tena? Nisaidie tu. Mama, au mimi mnafiki. Mshike huko. Hii ni hatari jamani, tutafuta matatizo hapo. Ukipiga giza limetanda juu ya mlima. Sauti za vilio usiku. Njia za zamani zimefungwa. Kulu, mimi msimamo wangu ni ule ule. Wewe kama umeamua kuwatetea binadamu, wewe nenda. Ila binadamu sio watu wazuri. Binadamu leo anaweza kumuonea huruma, kesho akakugeuka. Sipo tayari kuendelea kumwaga damu za watu ambao wana hatia. Ila wenye wamekuja kuchukua hazina, hata mimi nitajili nao pia. Binadamu hupaswi kumhurumia. Binadamu hawanaga huruma. Ila mimi nikikutana nao naua. Yaani mapacha wawili walinzi wa moto wameapa kulinda kilele. Mmoja ana huruma moyoni, mwingine anaishi kwa hasira. Mimi napinga hili swala. Haiwezekani mtu tumemkuta huko mlimani alafu tumchukue tuongozane naye. Jamani, atatuharibia. Naomba huyu jamaa tumwache. Kwa sababu hawezi ukajua kitu gani kimemkuta huko mlimani. Alafu na lengine, huyu mtu tumemkuta tu. Hatuelewi nini kimempata. Hatuelewi nini kimemleta katika huo mlima. Mpango huu tumepanga tukiwa wanne. Akiongezeka watano, mipango yetu tafeli. Na tumemkuta katika hali mbaya. Tukisema tumchukue kama msaada kwetu, itakuwa ni mzigo tu. Jamani, mimi ushauri wangu ni kwamba ninyi mnaonaje huyu mtu tukamsogeza karibu yetu ili tukapata vingi kupitia yeye, kwa sababu anaonekana anaujua mlima huu vyema. Wengine walikuja kutafuta mali. Hamkupaswa kuwepo kwenye mlima. Wenzani wamewadanganya. Na hamkuja kwa ajili ya mapumziko kama walivyosema. Bado sikuelewi unamaanisha nini?
Wamekuja kutafuta hazina ya kale, hazina ambayo imefungwa kwa nguvu za zamani sana, na tamaa hiyo itawaletea mauti. Ndani ya huu mlima kuna masharti. Masharti gani haya? Ambayo hampaswi kuyakosea wala kuyavunja. Na mkikosea, hakuna mmoja wenu atakayetoka salama. Ya mababu, lakini tamaa. Tunaweza tukafanikiwa jambo letu kupitia yeye, au nyewe mnaonaje? Safi. Mimi nilikuwa nataka nisikilize mawazo yenu. Sipingani na wazo la huyu wala wewe, ila tu mimi nataka niwanyoshe yule jamaa. Ili tufike kwenye hazina lazima atumike yule, na hakisha tufikisha kwenye hazina tunampiga chini kwa kishawishi chochote. Lazima tupeleke kwenye nini? Atupeleke kwenye nini? Lakini kiongozi, hatujui kama kimemkuta kitu gani yule jamaa, atatuharibia sasa. Tumemkuta mtu yuko katika hali mbaya, utakuwa ni mzigo kwetu, sio msaada tena. Mageme, sikiliza, ule hauwezi ukawa mzigo. Yule pale ndio kafara yetu sisi, anatangulia kutuonyesha hazina, alafu tunampiga chini. Jamani, sikilizeni niwaambieni, kwa sababu huyo mtu hatujui kwenye huu mlima amefuata nini na kwa nini yupo kwenye huu mlima. Inatakiwa tuwe makini, tuzidi kumpeleleza vizuri tunapomsogeza. Okay. Nasikiliza sasa, mimi ndio nimalize mjadala. Nimekwambia kwenye hazina ili tufike lazima tumtumie yule. Jambo la kumshawishi yule niachie mimi. Sawa? Ndio. Tumekuelewa. Sasa kiongozi, sasa sikiliza. Kiongozi akiwa anatoa maelekezo, kila mtu akiwa anapinga, tutakuwa kama hatuelewani. Utapata matatizo kama alivyopata yeye sasa kiongozi. No, nimekwambia mimi ndio director, mimi ndio nitakayeongoza. Lakini tamaa ikawageuza sadaka ya nguvu za Mungu. Kuna shida gani Gena? Hamna shida, yaani tu ni sehemu iliyokaa hii. Unajua tena kuna tisha, afu umekuja kunishtua, ndio maana nimeshtuka. Sio kweli, unaonekana mwenye mawazo sana Gena. Toka mwanzo na kuona. Hamna. Alafu tulikubaliana utakiwa kuja peke yako pembeni. Umetuacha kule juu na umeshuka huko. Unamaanisha nini? Nilikuwa nimekuja tu kuangalia mazingira huku, niyafahamu vizuri, hata nikirudi kule niwe kuna kitu nimeshakiona, nimejifunza. Unataka kuniambia uogope huo msitu? Naogopa ila kawaida. Gena, jitahidi unapotoka utoke na mtu. Sawa. Haya, twende. Nini sasa? Wageni. Wewe. Gena, una shida gani wewe? Wageni. Mimi sio ninachoangalia, kuna nini huko? Sio unaogopa nini huko? Wageni. Usitike, ukiona mwanga usiusogele. Kila hatua ina macho yanapona, na mlima hawasamehe wenye tamaa. Usipande mlima wa ajabu, moto wake hauzimiki milele. Walienda kutafuta hazina, majina yao yamebaki hewani. Usipande mlima wa ajabu, viumbe wake vinakesha gizani. Ukifungua siri za kale, kifo kitatembea nyuma yako. Mapacha wawili walinzi wa moto wameapa kulinda
mmoja ana huruma moyoni, mwingine anaishi kwa hasira. Ndani ya mapango ya mlima kuna Kipanya, kule kashajiondoa kwenye hili swala. Mimi na wewe unajua kazi yetu. Sasa ile hazina haitakiwi mtu yote aiguse. Umenielewa? Ndiyo, kama ulivyoniambia nitatimiza. Hakuna binadamu yeyote anaweza kagusa hazina, na mimi nikiwa hai au nikiwa macho. Sasa zunguka kwenye huu mlima. Binadamu utakaye kutana naye yoyote yule ni halali yako. Nimekuelewa. Hivi nimefikaje hapa? Tumekukuta umedondoka chini na umejeruhiwa vibaya sana, na sisi kama binadamu wema tukaamua tukusaidie, lakini sijajua ndugu yangu umepatwa nini. Huu mlima ni hatari sana. Nilikuja na wenzangu, wamekufa wote. Nimebahatika tu mimi kuwa mzima. Wamekufa wote? Kivipi? Kama mnayapenda maisha yenu na mnapenda kuwa wazima, mnatamani kuishi na ndugu zenu, ondokeni kwenye huu mlima haraka sana. Giza limetanda juu ya mlima, sauti za vilio zinaita usiku. Njia za zamani zimefungwa. Amekuja hapa anataka ongee na nyinyi, sawa? Kwa hiyo naomba tumpe ushirikiano wa kumsikiliza, sawa? Sawa. Karibu bwana. Asante. Pole kwa Simba kukudadua. Pole sana kaka. Ambao hayatazidi matatu. Lakini jambo la kwanza, niwashukuru sana kwa jinsi mlivyojitoa kwa mioyo yenu wote, mlivyotoa ushirikiano zidi ya kunisaidia mimi mpaka nimepona, nimekuwa mzima. Nawashukuru sana. Mimi ndo nilie kuokota muda ule, ndo nilieita watu wamekuja pale. Nashukuru sana. Mungu akubariki. Asanteni sana. Lakini jambo la pili ni la tahadhari. Huu mlima ni hatari sana kwa kila mmoja aliyekwisha kuingia kwenye huu mlima. Kuna wanyama, kuna wadudu, kuna viumbe vya kutisha. Nilikuja na wenzangu wengi sana. Kufa tena? Wamekufa watu wengi. Wamekufa. Tena wamekufa vifo vya ajabu ambavyo haikupaswa hata kuvishuhudia, lakini nimeweza kuvishuhudia 100%. Hata huyu mmoja zaidi ya mimi. Yani unamaanisha kwamba na sisi tutakufa kwenye huo mlima? Kwa hiyo ili tuwe salama, ninyi nyote kuna uwezekano wa kuangamia kila mmoja endapo hamtafuata ushauri nitakao kuwa na washauri. Kuna viumbe vya ajabu humu ambavyo ukikutana nacho kimoja tu lazima roho ikate. Kwa Mheshimiwa samahani, naomba tu wangeenda nyumbani. Jamani, wewe niongee naye mara moja alafu zeni tunarudi. Sawa? Sawa. Usipande mlima wa ajabu, moto wake hauzimiki milele. Walienda kutafuta hazina
Unajua nimekuita hapa, nimeona nataka kumwaga mchele wote pale. Sawa, nimekuita pembeni nikwambie kitu ambacho ulikifuata wewe, mimi nakifahamu, ni hazina. Pale ambapo tumekaa pana vijana wangu pale, mimi ndio kiongozi wao, lakini wewe utakuwa ni kiongozi mwenzangu. Sawa, tutakuwa tunaongoza wale, na pinde tukipata hizo mali wale tutangalia kidogo tu. Unalioneje? Ila gumu. Hilo ni jepesi, hilo ni jepesi sana, niamini mimi. Ila sasa nawaza namna ya kukuamini. Yaani unanishawishi lakini kukuamini ndo tatizo. Sasa iko hivi, kuniamini siwe tatizo. Sawa, tuzipate mali. Sawa, ndio taona tunafanya nini. Market hatuwezi kuaminiana mikono mitupu ndugu yangu. Ndio maana nimekuita pembeni tulijadili, tulifunge. Wale vijana nikisema mbele ni mbele, nikisema nyuma ni nyuma, wananisikiliza mimi. Takuamini kwa sababu mmenisaidia. Giza limetanda juu ya mlima, sauti za vilio zinaita usiku. Ila sasa nimekuwa na maamuzi ya pande hizi. Umefika muda lazima mafuta na maji vijitenge. Watoto wote niombe mrudi majumbani. Mimi ni mkubwa ila narudi nyumbani. Asante. Hapa jamani, sikilizeni niwaambieni, hakuna kuonyesha udhaifu. Tumekuja kutalii, lazima tutalii. Hakuna kuonyesha udhaifu. Tunaelewana? Ndio. Sisi wakubwa tutabaki na watu ambao watabaki. Wewe na wewe, naomba twende pembeni kwanza. Hawa rudini nyumbani tafadhali. Sawa, nyie ndio wataje nifuate. Sihitaji maswali ndugu yangu. Bwana Jera Kinundu, basi tusindikize. Problem umetusaliti. Anaakana na roho. Niliwaambia huyu jamaa huyu ametoka jela majuzi. Atakuja kutuchomisha huku na atatuua. Alafu wewe naenda kukusemelea kwa babako, watakupiga huo mkichwa huo. Ila jamani, hapa kuna kitu hakiko sawa. Ila unajua hapa kuna kitu hakiko sawa. Hivi kwa nini kila siku Msafiri na ile kundi lake kwa wanajiengua? Niliwaambia mimi yule jamaa mwenye Kinundu hapa yule. Wale wamekuja kufuata vitu huko kwenye msitu. Turudini nyumbani, watakuja atuue. Watatuua. Alafu ana kisu. Mimi naungana na wewe. Sikilizane jamani. Wanatuzunguka wale. Turudi nyumbani. Sasa nyie kuna kitu mmenisumbua. Kama majamaa mmesimamua kujitenga na kuna kitu anakitafuta. Sisi ni wakina nani turudi? Haturudi. Yaani tutoke huko chini mpaka tumefika hapa, alafu turudi. Huo uongo. Lazima na sisi tuende huko anakoelekea. Kama kuna kitu anakitafuta na sisi tukipata. Kama ni kutalii na sisi tutatalii na tutarudi nyumbani. Au nyinyi mnasemaje? Alafu yule amesema huko amekuja ameona vitu vya ajabu na wenzake wakiwa wanakufa. Sasa kwa nini yeye bado anang'ang'ania kubaki kwenye huu mlima na kina Msafiri? Lazima kuna kitu. Tujitahidi tu tufike huko. Lazima kuna kitu anakificha. Wana visu wale. Kama ile Kinundu analiyetu lile. Kama wao wameamua kujitenga na sisi tutajitenga na wao na tutaenda kwa mpango wetu. Jamani, tuondokeni. Loki, haya maamuzi unayotaka kuyafanya yatatuponza baadaye. Mimi nishakwambia tangu mwanzo kwamba humu ndani ya mlima sio sehemu salama. Ni vyema tu tukarudi nyumbani. Mimi nawaambia ni ukweli. Ni vyema tu tukarudi. Hamna geni. Tumalizie tu tufike kileleni. Kuna mambaki kidogo sana. Hamna kitu ambacho sio salama. Wewe uoga unakusumbua. Kila kitu ni salama. Kama kungekuwa hakuna usalama tungeshazulika toka tulipokuwa huko chini. Kitendo cha kufika hapa maana hata huko juu tunafika. Lazima tuende. Jana tufike hadi tu kule juu kileleni. Kwa jamani, salama. Tuna imani tu. Hakuna atakayetoka salama. Usipande mlima wa ajabu, kilele kuna siri ya damu. Wengi waliingia kwa tamaa, lakini hakuna aliyerudi.
Kimbia kabla hujachelewa. Mlima mnachokitafuta mtakipata, kwenye mlima huu mtakipata. Giza limetanda juu ya mlima, sauti za vilio zinaita usiku. Njia za zamani zimefungwa kwa damu za watu waliopotea. Wengine walikuja kutafuta mali, dhahabu ya kale ya mababu, lakini tamaa ikawageuza sadaka ya nguvu za mlima. Ukisikia sauti msituni usitike, ukiona